Moja kati ya magonjwa hatari sana ambayo yanaweza kumpata mtu yeyote yule, si mwingine ni ugonjwa shambulio la moyo. Unakuwaje ugonjwa huu? Ngoja nikuelezee. Ila usahau kusubscribe ili upate mengi yanayojiri ndani ya Kaskazini Mix. My name is Keah, K-E-A-H. In another way you can call me Genius. And this is Kaskazini Mix. Ugonjwa wa shambulio la moyo huu ni miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kusababisha vifo vingi kwa wanaume na wanawake. Kwa kawaida ugonjwa huu hutokea ambapo sehemu ya nyama ya moyo inapoharibika au kufa kutokana na kukosa damu ya kutosha. Je, tatizo hili husababishwa na nini? Ni hivi, husababisha na kuziba kwa mishipa ya damu inayosambaza damu katika moyo kutokana na mafuta mabaya mwilini. Je, ni watu gani ambao wapo katika hatari ya kupata tatizo hili? Wavutaji sigara, wenye umri mkubwa kuanzia miaka 45 kwa wanaume na miaka 55 kwa wanawake, watu wenye kisukari, watu wenye matatizo ya shinikizo la damu, watu waliokuwa na unene wa kupita kiasi, watumiaji wa madawa ya kulevya, wanywaji wa pombe kupindukia, watu wenye matatizo ya figo na wengineo wengi. Twende tukaone dalili za shambulio la moyo. Kupumua kwa shida, kutoka jasho jingi sana, kichefuchefu, kutapika, kuchoka haraka sana, kupoteza fahamu, msongo wa mawazo na maumivu makali ya ghafla kifuani ambayo husambaa kwenye taya, shingo, bega na hata katika mkono wa kushoto. Matibabu ya ugonjwa wa shambulio la moyo: kumpa mgonjwa hewa ya oksijeni, kumpa dawa ya kutuliza maumivu kama morphine, na pia kumpa dawa kuyeyusha mafuta katika mishipa ya damu na nyingineyo. Upasuaji. Njia gani za kuweza kuzuia shambulio la moyo? Kuacha kuvuta sigara, kufanya mazoezi mara kwa mara, kupunguza unywaji wa pombe, kubadilisha aina ya mlo, kutumia mafuta ya samaki na nyinginezo nyingi. Na imani umejifunza kuhusiana na shambulio la moyo. Kupata mengi yanayojiri ndani ya Kaskazini Mix, bonyeza button ya alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini. My name is Keah, K-E-A-H. In another way you can call me Genius. And this is Kaskazini Mix.